Salama madam, naendeleaje? Tupo salama. Halo. Hello madam. Nasema naendelea vizuri sasa hivi, namshukuru Mungu. Angalau sasa yani pole. Niliumwa. Pole, nakumbuka mara mwisho tunaongea. Tu vizuri, nilikuwa nimelazwa wakati tumeongea. Lakini Mungu ni mwema, naendelea tu vizuri sasa hivi. Bado naendelea kwenye vipimo. Bado naendelea hospitali, naenda wiki ijayo tena. Lakini si jambo kabisa, Mungu ni mwema. Okay. Sawa. Dada ametimiza mwezi. Ametimiza lini? Leo. Wake sikumbuki, wake siku alioletwa huko mimi kwa sababu kuepo nakumbuka ndo kipindi kile nimesema namuuliza, yani tangu jana. Nasema nataka nimuulize hiyo ulikuja huku lini? Basi sawa, ina shida. Niambie. Sasa tunapiga kujua anaendeleaje. Anaendelea vizuri kwa kweli. Namshukuru Mungu, hana shida kabisa. Iko vizuri tu sana. Sijaona shida tangu nimekuja, naona kako vizuri tu, kanafanya kazi yake vizuri. Kanamwangalia tu mtoto vizuri. Hiyo ni shida kwake kabisa. Labda tu kwa sababu tunakumbuka hata kanisa alikuwa anakuambia anaendelea vizuri, baadaye wanageuka, yani sijata wanakuaga na mashetani gani. Lakini hiyo ni shida, iko vizuri kabisa. Okay, kwa hiyo so far unaona kabisa yupo sawa na nidhamu yake kwa mpaka sasa hivi iko vizuri tu. Niamka, shikamoo mama, pole mama, nini, nikirudi ananipokea, ana shida. Iko vizuri tu kwa kweli, sijaona shida. Ila sasa ndio yani kuanzia Anita tutakuwa na wasiwasi. Anita alikuja mwanzo nako nilimsifia vizuri tu. Alikuwa anafanya vizuri. Kwa hiyo tuendelee kuomba. Watoto wetu ndio hivyo walivyo mama, hamna mtoto mzuri hata mmoja. Siwezi kusema wa kwangu ni mzuri, mwenzangu ni mbaya, hapana. Wote wanafanana. Kwa hiyo ni swala la kuombea tu. Okay madam, basi sisi tunashukuru sana, tumepiga tu ili kujua mnaendeleaje. Sawa. Kama kuna sehemu ya kuboresha yote naituma kwenu. Mshahara wake wa kwanza unatuma kituoni. Unafanya hivyo kama kwanza Anita. Hapa ni wote, alafu wa pili utatuma 100,000, yeye utampa 50,000, na watatu utatuma 100,000, yeye utampa 50,000. Sawa. Alafu unafuata utakuwa unampa yote. Haya. Haina shida. Kwa hiyo nitume kwenye nani? Kwenye namba ipi? Airtel Money au ile lipa namba? Mnayo Airtel Money au mnalipa namba? Ngoja nikutumie Airtel Money utume. Haya, nitashukuru sana. Haya, sawa. Asante sana madam. Asante, na mimi nashukuru sana. Mniombe jamani nikae vizuri. Kwenye workshop nyingine niweze uwepo. Na kweli nakuombea upone madam, uweze kuja kwenye workshop. Ya mwezi huu itakuwa tarehe 28. Tarehe 28. Haya kipenzi. Asante sana madam, nikutakia siku njema na majukumu mema. Asante na nyinyi. Asante sana. Bye. Haya. Hello, dada Sara, habari? Sawa. Bwana, endeleaje? Ndio vizuri chini. Tupo salama. Endeleaje kwenye kazi? Ndio vizuri. Umetimiza mwezi kazini? Nakama umetimiza mwezi kazini. Unaonaje majukumu? Nakwambia unaonaje majukumu? Majukumu yapo kawaida tunao. Okay, kuna changamoto yoyote? Changamoto hamna. Hamna changamoto? Okay. Kwa hiyo unafanya vizuri tu majukumu yako? Haya, tumeongea pia na madam, anasema unaendelea vizuri, naye mwenyewe hana complaints. Kwa hiyo tunaomba tu uendelee kufanya vizuri zaidi. Kwa mtoto anasema unamjali, unamtekea vizuri, basi hakikisha unaendelea kufanya hivyo na zaidi. Kila siku uendelee kujifunza vitu vipya, uendelee kujiboresha, kwa sababu
wasisitiza sana kwenye kuongeza thamani. Unavyoongeza thamani ndivyo na pesa pia itakapoongezeka, sawa? Sawa. Kwa hiyo endelea kufanya kazi vizuri, tengeneza uaminifu wako kwa mwajiri wako. Kwa kufanya hivyo utafanikiwa sana. Sawa. Haya, pia usisahau workshop ya mwezi huu tarehe 28 mje. Haya, asante sana. Si unakumbuka dhamana kwamba itatumwa kituoni leo, umetimiza mwezi itatumwa, sawa? Haya, asante sana, nikutakia siku njema na majukumu mema. Na kwako pia. Haya, asante.